Katika mji mkuu wa Teherani nchini Irani, usiku hauji kwa ukimya wa kawaida wa dunia. Badala yake, huingia kama pumzi nzito ya taifa linalojitafakari katika moto wa historia, kabla hata mwito wa shara au jamalizika kusambaa angani. Mitaa tayari imeanza kujaza uhai mwingine, ule wa watu. Wazazi hushikana mikono na watoto wao. Wazee wenye nyuso zilizochorwa na kumbukumbu za vita na mapinduzi hutembea pole pole wakiegemea vijiti vyao. Vijana hubeba bendera zilizokunjwa, macho yao yakiwa na mchanganyiko wa maumivu, hasira na imani isiyotikisika. Na si Teherani pekee. Mashhad, Isfahan, Shirazi, Tabrizi, kila jiji linaonekana kushika wimbo mmoja wa kimya unaojirudia. Watu wanaingia mitaani kana kwamba wameitwa na nguvu isiyoonekana, lakini inayohisiwa ndani ya kila kifua. Zaidi ya siku 50 sasa zimepita tangu tarehe 28 Februari mwaka huu, siku ambayo Marekani na taifa la Israeli walifanya mashambulizi ya kijeshi yaliyosababisha mauaji ya viongozi wa ngazi ya juu wa Irani, wakiwemo kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Khamenei pamoja na maafisa wakuu wa kijeshi nchini Irani. Katika tukio hilo lililotikisa historia, pia watoto 160 wa shule ya msingi waliuawa katika minabi, alama ya maumivu ambayo imekuwa ikirudiwa kila usiku kama kimvuli kisichofutika, kila mmoja akiwa na jina, hadithi na familia iliyovunjika. Lakini ndani ya maumivu hayo, jambo lisilo la kawaida lilianza kujitokeza. Kwenye vita vya kawaida, mlio wa ndege za kivita huashiria mwisho wa mikusanyiko, kuvunjika kwa umoja wa watu na kuingia kwa hofu. Lakini hapa katika mitaa ya Irani, mantiki hiyo ilivunjwa. Ndege zilizopita juu angani zikiwa zimebeba silaha za maangamizi. Chini yao kulikuwa na watu waliobaki mahala pale pale, wakiendelea kusimama, kuimba na mara nyingine kupaza sauti inayosikika kama mwamba usiotikisika. Hii haikuwa tu mkusanyiko wa kisiasa, ilianza kuwa ibada ya kijamii, tamasha la kila siku linalojirudia bila maagizo rasmi yanayoonekana wazi. Watu walikuja wenyewe, lakini kila usiku ulionekana kujua ni wapi pa kwenda, ni saa ngapi na kwa nini kwenda mahali huko. Kwa zaidi ya siku 50 sasa, mitaa iligeuka kuwa uwanja wa pili wa mapambano, si kwa bunduki bali kwa uwepo. Hakukuwa na amri moja ya kitaifa iliyotangazwa kila usiku. Hakukuwa na ratiba rasmi, lakini kila eneo lilikuwa na muundo ule ule. Watu hujipanga, uimba na kisha utawanyika ili kurudi tena kesho yake. Wachambuzi wa kijamii wanaita hali hii mwendelezo wa kijamii wa fahamu ya pamoja, lakini kwa wale walioko chini ni zaidi ya nadharia, ni hisia ya wajibu wa kuwepo. Kama alivyosema mmoja wa washiriki, mtaa sio sehemu ya kutembea tu, ni sehemu ya kusimama pia. Mwisho wa kunukuu. Baadhi ya wachambuzi wanaona mikusanyiko hii kama mwendelezo wa historia ya mapambano ya Irani, kutoka mapinduzi ya Kiislamu, vita vya kujilinda hadi harakati mbalimbali za kijamii zilizopita. Kwa Said Dehnavi, mchambuzi wa kisiasa, kilichoonekana ni kuamka kwa fahamu ya pamoja. Kwa maneno yake, na hapa namnukuu, hii si hisia ya ghafla, ni mwamko, ni sauti ya ndani ya taifa inayojibu hali ya kihistoria. Mwisho wa kunukuu. Kwa wengine kama Zahira Norani, hii imekuwa safari ya kibinafsi ya mabadiliko. Na hapa namnukuu, nilikuwa mbali na dini na maana ya maisha, lakini sasa nimepata kitu ambacho sikuwahi kukiona ndani yangu. Mwisho wa kunukuu. Mbali na mapambano ya kijeshi, vita vingine vinaendelea, vita vya simulizi na taarifa. Wachambuzi wanasema kwamba upande mmoja wa dunia umejaribu kuonyesha picha ya mgawanyiko wa ndani nchini Irani, lakini mitaa iliyojaa kila usiku imekuwa jibu linaloonekana wazi, picha ya umoja unaoendelea licha ya shinikizo kutoka mataifa ya magharibi. Hamidreza Taheri, mchambuzi wa siasa za kimataifa, anasema, na hapa namnukuu, mkusanyiko huu hauwezi kupuuzwa hata kidogo. Unaathiri simulizi ya kimataifa kwa sababu ni wa mara kwa mara, si tukio la siku moja pekee. Mwisho wa kunukuu.
Baada ya kusitishwa kwa mapigano ya muda mfupi, ujumbe kutoka kwa uongozi wa taifa uliwekwa wazi: nafasi ya umma, uwepo wa watu mitaani haupaswi kupungua. Kinyume chake, unaweza kuwa muhimu zaidi katika kipindi cha mpito. Kauli hiyo iligeuza mitaa kutoka eneo la hisia kuwa sehemu ya mkakati wa kisiasa wa taifa, mahali ambapo uwepo wenyewe umekuwa kama ujumbe wa wazi. Kila usiku bendera za Irani upaa juu kama ishara ya uthabiti. Pamoja nazo mara nyingine huonekana bendera za Palestina na Hezbollah, alama ya mshikamano unaovuka mipaka ya taifa moja. Nyimbo na kauli mbiu upanda na kushuka kama mawimbi ya bahari, zikibeba ujumbe mmoja: upinzani dhidi ya mashinikizo ya nje na imani katika kuendeleza taifa. Moja ya picha zinazozungumzwa zaidi ni ya mtoto mdogo aliyesema, "Pigeni Tel Aviv kombora la pink." Kauli hiyo ilianza kama sauti ya utoto, lakini iligeuka kuwa alama ya jinsi vita vinavyoingia hata katika lugha ya watoto. Kwa baadhi ya watu hii ni ishara ya ushiriki kwa familia katika hali ya kitaifa. Kwa wengine ni swali gumu kuhusu jinsi historia inavyoingia ndani ya kizazi kipya. Watoto sasa wanarudia kauli mbiu mitaani, nyumbani, hata wakitumia vijiti au vyombo vya nyumbani kama vipaza sauti vya mchezo. Lakini mchezo huu umejikita katika mazingira ya kweli ya taifa lililo kwenye majaribio ya muda mrefu. Kila usiku unafuata muundo ule ule: watu huja, huimba, husimama na hatimaye utawanyika. Lakini hakuna usiku unaofanana kabisa na mwingine, kwa sababu kila mmoja unaongezeka tabaka jipya la historia. Na hivyo baada ya usiku zaidi ya 50, mitaa ya Irani haikuonekana tena kama barabara za kawaida. Iligeuka kuwa kumbukumbu hai ya taifa linaloendelea kuandika sura yake mapambano, si kwa maneno pekee, bali kwa uwepo wake wenyewe chini ya anga la vita. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.